huzunika, lakini Yesu mara afika na unyaso. Aliyekufa na uisha, uombe tu itatokea, utapokea. Uombe tu akusikia, ishara kubwa zitatokea. Uombe tu itatokea, utapokea. Uombe tu akusikia, ishara kubwa zitatokea. Haleluya. Natwe dushima Imana kuko mwongeye kudutumira, twari dutaramye, abacu basubiyeyo mu gakerera, ariko twavuze ngo reka tusubire twumve ubuhamya, ko turumva amagambo meza yo kuturema imitima. Haleluya. Natekereje iyo muzagire nka gazeti, mwandike gazeti moja, muchore ile zile matrose zenye waliwapatia kama vile wengine wanafanya, kisha muzisambaze huko. Bwana sifiwe. Katuririmbe, tufatikanye mwicaye. Ninainua macho yangu, ninainua macho yangu kwa Mungu aketie juu, aliye msaada wangu, njiani pangu nuru kweli, aliyefanya vyote, maombi huyasikia, katika njia zangu zote, hapa ninapoepia, katika njia zangu zote, hata ninapoepia. Bwana usiache tena, Mungu wangu usogezwe, kwa kuwa ni mulinzi mwema, naye hatasinzia kamwe. Alinda roho yangu, nisije nikapotea, itagiza maisha yangu, baraka yake yaenye. Itagiza maisha yangu, baraka yake yaenea. Aniokoa na uovu, na roho yangu imepona. Kwa yeye nguvu na wokovu, nilizionja na kusinzia kamwe. Alinda roho yangu, nisije nikapotee, itajiza maisha yangu, baraka yake yaenea. Itajiza maisha yangu, baraka yake yaenea. Amen. Acha tumukaribishe Reverend kwa shukurani kwa dakika ambazo atazikuta mahali hapa. Anajua tumpe na muda huu ili ashukuru Mungu. Nabiteguye mu rurimi rwanje, Ameandaa kwa lugha hiyo. burya icyo wateguyemo kiza gikora kugira ngo ugihindure. Kama ameandaa kwa lugha hiyo, ni vigumu kugeuza kwa
ili aongee kwa lugha ya Kiswahili au lugha nyingine. Imana yakoze ibikomeye uwari uhari wese atazibagirwa. Mungu ametenda maajabu yeyote hawezi akasahau kamwe. Kimwe no kumuvuga ubutumwa amaze kutubwira, kama vile mnenaji ametuambia, ni kimwe no kwibaza ngo ni icyatumye ndafasha. Mtu anaweza akafikiri ni kwa sababu gani sikukufa kwa wakati huu. None ukibaza igitumuriho. Mungu na mtu anajiswali ni kwa sababu gani mimi ninaishi leo. Uriho kuyihe pa. Unaishi kwa ajili ya lengo gani? Ijambo itegeko riba ryatazwe na leta. Sheria ikitolewa na serikali ni itegeko rikomeye cyane. Ni sheria ngumu sana. Mu kubaho mbere n'Imana, imibereho yose mbere n'Imana. Kwa kuishi ni mbele ya Mungu, mu gihugu kabiri ni leta. Neno la pili ni serikali. Serikali ushobora kwica Kasarani yose igashira. Inaweza kaua Kasarani yote na inaisha. Kandi Kenya igakomeza kuba ari Kenya. Na Kenya inaendelea kuwa ni Kenya. Kandi amajambere agakomeza kuba. Na maendeleo yanaendelea pia. Bikandikwa gusa mu bitabo za historia, hiyo inaandikwa kwa vitabu na kazi zinaendelea kawaida. Kugira ngo Imana itugarurire abantu, kusudi Mungu aturudishie watu 172 bari bagiriye Dadaab, ambao walikuwa wakienda huko Dadaab itegeko rya leta, kwa sheria, kwa mpango wa serikali. Icyo ni kitu gikomeye Imana yakoze. Mungu ametenda maajabu sana. Haleluya, 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 haleluya. Yango abakurikira amaradiyo ari ibihugu bimwe mwumva zibiba ku bw'itegeko rya leta. Nadhani kwa wale ambao wanafuata runinga wanajua watu wamoja wanakufa kwa sheria ya serikali. Burya mu bundi buryo biravuga ngo babatishana na 72 bari bapfu. Ni kusema watu hao walikuwa wamekufa. Kandi yo bapfa na wangekufa, Kenya ibikiri Kenya ingeendelea kuwa ni Kenya tu. Ariko Imana yabaturokoreye kuyihepa. Lakini Mungu tumshukuru kwa sababu ameturudishia watu hao. Rwose uzutekereza icyo Imana yagusigaje. Jaribu kufikiria yale ambayo Mungu ametenda na kwa sababu gani wewe unaishi hata leo. Shimira Imana kubwabo batishana na 72 bagaruka. Ninashukuru Mungu kwa watu hao 172 ambao wamerudi. Shimira Imana yahaye abari barasigaye ubutwari bwo kugira ngo bite ku bana bari. Ninashukuru kwa wale ambao walikuwa wakibaki kwa kazi zote ambazo walifanya. Abandi mwe zibura mwebwe mwarimbohe. Ninyi afadhali ninyi mlikuwa ni mkifungwa huko, ariko twebwe bari basigaye hano, sisi ambao tulikuwa tumebaki huko, mwe mwababajwe n'ubuzima mwari muri. Ninyi mmehuzunishwa na ugisi maisha ilikuwa huko, lakini ariko twagize agahinda ko kubona abana babarifuza abavyeyi batatu. Sisi tulihuzunishwa na kuona watoto ni mayatima na bari wagali na wazazi. Wali mwishiraga mu nzu abana barira ugasoko hari. Watoto walikuwa wakilia kwa nyumba na sisi pia tunalia. Imana ikiza imbaraga bari basigaye hano bose. Mungu akawajalia wale ambao walikuwa wamebaki huko, bagaburira abo bana, wakawalisha watoto hao, bagaburira bari imbohe ziririya, ukalisha waliokuwa jera huko. Imana idushoboza gukora. Mungu akatuwezesha muri ubu buzima namwe muzi. Kwa gisi mnajua gisi tunaishi huko. Imana yakoze bizo tuyicubaye. Mungu tumshukuru kwa hiyo ambaye ametenda. Shimira Imana yashaganyije isi yose ubufasha burabone. Ninamshukuru Mungu ambaye amegusa kwa hao wote ambao wanaishi kwa dunia yote mzima. Ndetse kandi shimira Imana yatanze n'ubwenge mu basaza bari hano. Hata Mungu akawajalia wazee ambao walibaki mahali hapa kugira ngo bamenye ubwenge bwo kujere ubwo bufasha bwari ko, ili wajue gisi wanaweza wakapokee kwa gisi walikuwa wanapokea pesa na kulisha watu hao. Wenga mwali iyo bwari butangira nabwo kuduteranya ubwo bufasha. Ninyi mlikuwa huko, nadhani mnajua kama usaidizi ulikuwa ni kama tulikuwa magomvi sijue. Turahaguruka tukasimama kama Bishop Simon arahaguruka, Bishop akasimama, arampamagara turahaguruka, akanita tukasimama, duhamagara Muzehe Sage Gasosi, tukamwita Sage Gasosi, duhamagara uryo wagiye Canada n'indi umwe twashyize huko Canada, Isaac Isaac. Shimira Isaac. Ninamshukuru Isaac.
abaza bandikirana nawe. Hata hivi nadhani habari zitamfikia. Ubwo mu giterane cyabaye none twamushimye. Kwa mkutano wa leo mwambie kama tunamshukuru. Turengeza uruhago rwose turarumuha. Tukachukua pesa zote tukampea tukamkabidhi. Aradukorera neza ibyabashikiraga zose. Naye akajaribu kabisa kwa kuandika kila kitu chochote na kuweka kwenye mpango. Araanza kudusomera raporo. Ana kwa ripoti ambayo ametupea twese n'ukuri twaribashije turabangu cyo duha abantu babizerwa ka. Na watu wote tukasema ni heri tungepata watu kama. Ndamushimiye rwose no muzahora mushimiye. Tunamshukuru na tunaendelea kumshukuru. Shimiye umukozi w'Imana hano Bishop Anise. Ninamshukuru Bishop Anise. Twumvise amakuru yiwe. Tuliposikia habari zake, ariko uzi kuba washonje, unajua kama wewe una njaa, wamaruka rya mahanuka na unalala kama mahali hapa. Eregaga n'umubiri burya n'umubiri urafasha. Iyo ubyibushe woryama uryamye hose. Kama wewe si hauna njaa, umubiri kurashira, mwili unaisha, n'umara uryama hanuka na ulale mahali kama. Imana imuhishurirwa, Mungu akamfunulia. Irabangu igikenewe cyambere kuri bari abavyeyi n'ama mateka. Kinachohitajika cha kwanza kwa wale wa mama wajawazito. Ureke Pastor Imani Mungu. Amen. Pastor Mungu akubariki. Hari foto nkunda kureba izitera ubwo. Kuna picha bayo ni iyo ngeze mu bitaro nzakunda kureba ifoto y'umudamu twite. Nikifika huko hospitalini ninaangalia picha ya mama ni mjamzito. Umwana yegereje amezi yo kuvuka. Mtoto akiwa na karibu kuzaliwa. Uzamubona n'umuntu wicaye mu wundi nimuza mubibona. Unaona ni mtu ambaye anaketi ndani ya mtu. Zamani wao iyo nitegereza baba ugiruke. Mimi nikitazama picha hiyo kugira ngo umuntu yicare mu wundi. Mtu akiketi ahitamo kuryamisha akayeye akachagua kuwalalisha abantu bafite n'abandi, watu ambao wana watu wengine ndani mwao. Ari jambo naringiye kuvuga no kubisobanura bene abo bantu baba bakwiye gukorerwa kumuzukuru. Wenda nico cyatumye Imana ibasigaza hano mahali hapa. Ndiyo maana mmebaki. Ndashimira Bishop Mukaya. Ninamshukuru mzee Bishop. Uyowe ibintu yakoze dusigaye tumubara ko ari umunyamurenge. Tunamhesabu kama mtu wa kwetu kabisa. Ari gushaka kwire bose bitazoshoboka igihe kimwe yatangiye ari ikiharya yatangiye ari umusigaba ngo bucyamanuka ba umwega ameanza kwa unajua kwa kabila bucyamanuka aba n'umunyabyinshi atandi kwa kabila yote yeye ni mtu ambaye ndagira yabaye n'umurundi naho ni hageze. Sasa ubu mugeze ni ukiri je wewe ni Burundi ni kwa kabila zote sio umechagua na ongera Mureke mabwire mu buryo ijambo rito mu buryo bwa politike. Hebu fuatene ni kufuata kabisa ni watu. Iyo bagira ngo bicara abantu 172 kama wangeua watu 172 umuntu wa mbere wari gupfa yaruri. Mtu wa kwanza angeuliwa ni urwanisha itegeko rya leta kupiganisha sheria ya serikali. Umuntu ugomba gupfa wa mbere ni wewe. Ni yeye angekufa wa kwanza. Uko burya yari yitanze igitambo cyo kwa sababu yeye alikuwa kama ni mtu wa kwanza angeuliwa. Yakoze ibintu bitazibagirana. Alifanya vitu ambavyo sisi uzazibagirwa zaba ari umuswa. Mtu ambaye atasahau yale ameyatenda ni mjinga. Tangirije ku ijambo rivuga gutya ninamalizia kwa neno linalosema hivi. Imana yabagaruriye hano. Kile ambacho Mungu amesababisha kurudi huku ariko mugoma gutekereza na mufikiri kwa kile ambacho bari bubaka urusengero twaje kubafasha. Tulikuja siku moja wakijenga kanisa hili. Iyo nani narayanditseho iyo sharpa na kuna mahali ambapo nilikuwa nikiandika kugira ngo nzahore nibuka ili niendelee kukumbuka. Nuko bagize yindi design wenda ni kwa sababu wamebadilisha, lakini kuna mahali ambapo tugaragaza kuyizamurira tunanira. Tulipojaribu kuipandisha tukakwa twari tuje kurepeta tukawalika wasichana ambao wadogo walikuwa hapa. Biratugora ikawa ni shida kubwa. Ntekereza abantu bari buzuye urusengero. Nilipofikiri watu walikuwa wamejaa
kanisa hili. Polichare kuri yo sharpante ya tunanirunga kanisa. Nilipokaa mahali hapo nikawaza kisha. Tabatari ko ibini bikima. Nikauliza Mungu, je, ni haya ni Ni biki bizaba? Ni hii Mungu? Twakubona mute muri uyu mugambi nawe. Je, kwa mpango huu tunaweza tukakuonia? Ariko Imana yerekanye. Mungu amejionyesha kwetu. Narenze ntinda. Nikabida kukawa. Iyo Mana yiyerekanye. Mungu huyu ambaye amejizirisha ameonekana. Mwipera mashini. Acha tuendelee kumshukuru Mungu. Tumukaribishe mgeni na Pastor Bishop Arisek, karibu kwa kushukuru Mungu. Kabla sijanena, jana nilisimama hapa peke yangu, lakini leo nimepata msaidizi wangu. Sio, naona nilichagua kweli. Lakini Biblia inasema yule anayepata mke anapata kitu kizuri na anapata kibali kutoka kwa Bwana. Kwa hivyo sikieni hiki kibali nilichopata. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Niko na furaha. Kusema kweli sina maneno ya kusema. Naishi, natafuta maneno niseme nini ila tukumshukuru Mungu. Nimeona watu ambao wako na hamu ya kuambia Mungu shukrani kwa sababu ya mambo makuu ambayo ametenda. Na unajua wakati unashukuru Mungu unaonyesha Mungu kwamba unatambua uungu wake. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu umetambua ukuu wake na uungu wake, naye Mungu, Biblia inasema kwamba tosheresha akili yako. No, he will when you give thanks to God, wakati umepea Mungu shukrani, hata wakati uko kwa hali gani. Si kama sasa hao walikuwa nao. Nimesikiliza vile hali ilikuwa. Mimi sikujua kama ilikuwa hivyo. Mimi niliambiwa, nilikuwa nimeambiwa kuna watu kutoka down Kenya au kutoka Kongo walikuwa huko hivyo, sikujua hali ilikuwa namna gani. Leo hii ndio nimesikiliza nikiwa mpaka machozi yangu yakatiririka. Kwa sababu nimejaribu kuimagine, kufikiria vile hiyo hali ilikuwa. Mimi nikaambia Mungu na kushukuru Mungu kwa sababu huyu bwana wangu ulimpeleka huko. Wakati alikuwa anaenda huko, unajua mimi niko huku na yeye hapo kule. Nilikuwa nauliza Mungu, sasa Mungu imekuwaje sasa? Ameenda huko, mimi tunaachwa huku sasa. Lakini sasa nimeona kweli kuna kazi yake huko. Bwana asifiwe sana. Na nimeshukuru sana. Mungu anasema hivi kwamba wakati umemshukuru, hata ukiwa kwa hali gani, akili yako ataijaza, akili yako na moyo wako ataijaza na amani inayozidi hekima ya binadamu. Bwana asifiwe sana. Mimi nikisimama hapa, ombi langu ni hili, kwa sababu ni kama ameniambia, ni kama mko na hii kitu ya kushukuru Mungu kila mwaka kwa sababu ya hilo jambo. Wacha niwaambie, kwa sababu imekuwa ni kama mtindo wako, ni kama sheria yenu sasa ya kila mwaka kushukuru Mungu kwa hilo jambo. Nikiwa hapo, kuna jambo limenijia kwamba hata hamjaona Mungu mtamuona. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo nasema hivi kwamba mlango ambao mtapiga utafunguka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo usijali kubisha mlango wowote. Bisha kwa sababu Mungu ako tayari kufungua. Bwana asifiwe sana. Ombi lolote mtaomba, Biblia inasema wale wanaomba wanapewa. Kwa hivyo ombi lolote ambalo mtaomba mtapewa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo endelea na kuomba hiyo ombi ambalo uko nalo. Hilo unafikiria, unasikia unataka kuambia Mungu, unataka kuambia, endelea kwa sababu atakutendea. Bwana asifiwe sana. Alafu
utaona mambo mengi ambayo haujawahi fikiria, haujawahi ona na hata haujawahi kusikia. Na pia lolote ambalo utakalotafuta utapata. Bwana wabariki sana. Endelee na kushukuru Mungu na Mungu atawabariki sana. Majina naitwa Rosemary wa Ansent. Nimeokoka. Bwana wabariki sana. Tumshangilie Yesu. Ninataka nisome vifungu mbili hivi vya Biblia. Nasoma Zaburi ile ya 50 mstari wa 23. Zaburi 50:23. He who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. Hiyo Kiswahili kinasema hiyo Kiswahili. Atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yeye atoaye dhabihu za shukrani ananitukuza mimi, ama ananitukuza mimi. Na atengenezaye njia zake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Amen. Kwa hivyo kutoa shukrani kuna nguza Mungu na kuna mtukuza Mungu, na anayetengeneza njia yake Mungu anasema nami nitamwonyesha wokovu wangu. Amen. Kwa hivyo tunapotoa shukrani tunafungua mlango ili Mungu na yeye akatuonyeshe wokovu wake. Akafungue njia ya kutuonyesha wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nataka pia nisome Zaburi ya 124. 124. Nipe tu Biblia nisome. Zaburi ya 124 inasema hivi: kama si Bwana aliyekuwa pamoja nami, Israeli na waseme sasa. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nami, wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangali tumeza hai. Hasira yao ilipowaka juu yetu, papo hapo maji yangali kutugarikisha. Mto ungalipita juu ya roho zetu, papo hapo yangalipita juu ya nafsi zetu maji yafurikayo. Na haimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Msaada wetu huu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Amen. Ambia jirani yako, mtego umevunjika. Mtego umevunjika. Biblia inasema kama si Bwana aliyekuwa upande wetu. Israeli na waseme, si wewe ndio Israeli? Kama sio Bwana aliyekuwa upande wenu, dunia ingewameza tukiwa hai. Si Biblia inasema hivyo? Na maji yangetufunika ama yangewafunika, yangewangarikisha. Na Biblia inasema papo hayo yangalipitia juu ya nafsi zetu. Lakini
Biblia inasema mstari wa 4, na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Bwana asifiwe. Mwindaji akaja akawakusanya akawaweka katika mtego. Lakini Biblia inasema Mungu akawaokoa kutoka kwa huo mtego wa mwindaji. Bwana asifiwe. Amen. Alafu mtego, Biblia inasema sasa mtego umevunjika. Na kama vile ndege aliyekuwa amenaswa na mtego umevunjika na ndege ameruka akaenda zake. Kwa hivyo hata mtego ambaye shetani alikuwa ameandaa, Bwana asifiwe. Amen. Mtego ambao shetani alikuwa ametengeneza, najua nafikiria shetani anataka kutumia tu. Wakati huo alikuwa amewainukia na anatumia serikali ya Kenya na polisi. Watu sitaki kuona wananiabudia hapo, wananiabudia. Eti sasa hivi ninaona wanajenga kanisa. Itafanywa nini hawa? Sasa kapitia huko kwa serikali. Hawa sitaki kuona. Watu wanaanza kama wananitisha na wananiangamiza kama hata wajenga kanisa. Na wakijenga kanisa na watu wajae pale wapate mahali kwa kuabudu Mungu. Sasa shetani akakasirika. Akatafuta njia akasukuma serikali. Hawa watu waondolewa hapa, ni wakimbizi, na wakimbizi mahali pao ni kwa kambi, sio huko mjini. Amen. Amen. Yeah. Lakini hata akitumia serikali, tunaye Mungu ambaye aliambia Nebukadneza hivi, wewe utajua ni mimi ninayetawala katika milki za wanadamu. Amen. Amen. You shall know that it is I who rules over the affairs of men. Utajua mimi ndio ninatawala milki na falme za wanadamu. Amen. Kwa hivyo hata kama serikali iliinuka, kuna Mungu mwingine anatawala hata serikali za wanadamu. Amen. Na haikujalisha mlipelekwa wapi. You know? Kwa sababu Biblia inasema hakuna mahali Mungu hayupo. Hata mkizungumza northeastern, Mungu yuko kule. Na mkaja mkampata pia ako kule. Nilikuwa najua mtakuja na mkamuona kule. Na ndio maana sasa mko na ushuhuda mkubwa zaidi. Nimebakisha dakika moja. Naambiwa 10. Mama ametumia 4 hivi. Bwana asifiwe. Na unajua hii ilikuwa ni njia tu ya muone Mungu kwa njia nyingine. Bwana asifiwe. Unajua sasa wale walikuwa hapa, wale walibaki hapa, ama wale hawajawahi kukutana na mkasa kama huo, hawaongee vile mnaongea. Amen. Wengine hata hawana sababu ya kutengeneza ibada ya kushukuru, sababu hawajaona mkono wa Mungu, hawajaona ukuu wa Mungu, hawajaona matendo ya Mungu. Amen. Yeah. Kwa hivyo mambo mengine inatendeka ndio Mungu ajitwalie sifa na utukufu. Sababu. Amen. Yeah. Kwa macho yetu tunaweza kuona hiyo ni jambo, kwa macho yetu jambo inaweza kuwa inaonekana kama ni mbaya. Lakini katika mpango wa Mungu, Mungu anajua mkisimama kwa imani, na mimi nitajionyesha kama Mungu juu ya maisha yenu. Amen. Na ndio maana tuko hapa siku ya leo tunasema Mungu tulikuona na tukakujua zaidi ya vile tulikuwa tunakujua mbeleni. Maana ulijifunua kwetu. Amen. Mungu alijifunua kwa njia ya ajabu. Although katika macho yetu tulikuwa tunaona, ama wengine wanaweza kuwa walikuwa wanaona bana hii mateso, lakini kumbe Mungu anatafuta njia ya kujitafutia sifa na utukufu. Amen. Na ndio unasikia hata leo kila mtu anasema Mungu atukuzwe, Mungu ainuliwe, abarikiwe. Yani mioyo yetu imejaa shukrani na sifa na ibada kwa sababu tuliona mkono wa Mungu. Amen. Kwa hivyo tuendelee kumshukuru huyu Mungu na ataenda kutuonyesha ukuu wake. Nikimaliza nasema shida yoyote ile ambayo utakutana nayo, ujue kwamba hakuna, katika ukisoma Wakorintho wa kwanza 10 kuanzia mstari wa 13 inasema hakuna jaribu litakalokupata ambalo silo la kawaida.
Maana hilo unalipitia linapata watu wapendwa wengine tu katika ulimwengu. Lakini ujue hivi, namba 1, Mungu ni mwaminifu. Namba 2, hata kubali ujaribiwe jinsi ya vile ambavyo unaweza. Na namba 3, katika kila jaribu atakuonyesha njia ya kutokea. Kutakuwa kuna njia tu. Haleluya. So tunashukuru Mungu kwa sababu alijifunua kwetu kwa njia ya ajabu, na ndio maana mioyo yetu imejaa sifa na shukrani. Maana Mungu alitusaidia tukamuona kwa njia nyingine ya ajabu. Na hivi sasa hivi kila wakati tunamshukuru zaidi kwa sababu alituonyesha utukufu wake, alituonyesha nguvu zake, alituonyesha upendo wake, alituonyesha neema yake, alituonyesha rehema zake. Wakati tulikuwa mahali ama mlikuwa mahali ambapo hamungejisaidia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyo Mungu wa Israeli ambaye anaweza kufanya hivyo, jina lake litukuzwe, ainuliwe, haimitiwe, aabudiwe, na aendelee kuwa Mungu ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu. Amen and amen. Mungu awabariki. Hawa wametenda jukumu lao. Mungu alijua kwamba tarehe 4, mlifika huko tarehe ngapi? Tarehe 7. Mungu alijua kwamba tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka wa 2014 mtakuwa huko. Akatuma huyu kwenda huko kusudi awapokee huko. Mungu alijua hiyo. Ilikuwa mpango wa Mungu kabisa. Na yeye amefanya jukumu lake. Kama asingelifanya hivyo, basi hangestahili kwa ile kazi ambayo ameitiwa. Hiyo ni jukumu lake amefanya. Mungu akubariki sana. Ndio wakoze jukumu lake akulishi. Suko. Mimi ninashukuru Mungu kwa sababu baada ya nini kwenda huko, chokere cyari gifunzwe cyane. Maombi ya miezi 3 mliomba huko, na nilijua kuna wale mliongea nao. Najua hiyo heri ilikuwa inafungwa na hizo pepo za Waislamu namna ya ajabu, walikuwa wanaomba mara 3 kwa siku. Ilipofika wakati ule, nilikuta wakiomba mara 3 kwa siku. Kama Danieli wakati alikuwa katika mara 3 kwa siku. Sasa hiyo maombi ya mara 3 kwa siku na miezi 3, ninajua imefanya kitu cha ajabu huko. Kwanza huyo mhubiri sasa ambaye anatengeneza ni wa huko Akadera. Ni wa huko Akadera. Alikuja baada ya wao kutoka huko. Baada ya wao kutoka ndio Mungu akafungua. Amen. Mungu vile mwaje kukona. Sasa anatengeneza mhubiri, ni Msomali, iko na anamtayarisha kuwa mchungaji. Na kuna wengine wangali chini karibu 100. Baada hawajatokea, mulienda waje kukingulikire kila cyari kikinzwe ni mapepe ya Waislamu. Ico nico cyabajanye Imana mujushimwe. Uno mwaka turashaka gutanga ishimwe rigaragara kubakoze biriya bintu. Ishimwe anje gikumwe namwe nimbari ara amanoti y'abari abagabo baba hariya icuru gusarira hage sigumbi cyahade nanje ndimo nanje nzo ndikumwe namwe tangishi. Ninashukuru Mungu sana vile Mungu ametenda hilo jambo. Sasa huko watu wameokoka zaidi. Hiyo ndio shukrani kubwa. Watu wameokoka kwa sababu ya maombi yenu. Na ninajua mlihubiri Injili huko. Kuna wale walihubiri. Na Mungu abariki mtumishi wake, watumishi wake kwa yale mmetenda. Mmetenda jukumu lenu. Hapo ninashukuru Mungu sana, na muendelee kuwa na ile moyo wa kufanya jukumu lenu jinsi Mungu amewaita. Na ninaamini utatoka huko ukiacha Msomali mchungaji. Hiyo ndio maana umeitiwa huko. Mungu awabariki ninyi wote.
kwa yale mmetenda, kwa kuendelea kutukuna mundu wambaje ngwari kusengukuki kwa mashimwe gushukurane za kila mwaka ngo bivuzike. Bibitekerezo abantu bamwe bagire bivuzike. Shukuru Mungu kila mwaka. Kwa nini sikuza turya buri munsi? Buri tutari bagiboni no kurya hano munsi n'umunsi. Tuzadushima gitangaza no kubona Imana yarakuye umuntu hari ahantu yabara gushika hariya akibagirwa. Icyo nico gusa Imana iziture abanyine ikabona ko turabazaifu tadusuzugura. Ariko nimukazani babivuze Imana y'abakora. Bani bamugisha. Bishop Mukaya. Karibu. Makofi mengi sana. Mwizina rya Yesu. Ndabashimiye cyane. Amen. Kubera ko mwantumiye kusano guterana namwe. Abarundi abongera cyangwa abahondogo n'abayiga uyu mwaka chewe ndi wanyu. Ariko chewe ndi umunyamurengo wa bose. Kuhusu mambo ya Dadaab na mkutano wa siku ya leo ambayo inafanyika kila mwaka tangu miaka 4 sasa. Jana mlikuwa na mkutano hapa, sikuweza kupata nafasi ya kuja, lakini leo nikachaliwa kuja na kijana wangu. Ni pastor, sio kijana yako na familia yako na mke na watoto. Simama usalamie kanisa hili. Tumekuja naye, ndiye alikuwa anaendesha gari hapo nje. Niko nakumbuka tu mambo kama matatu. Sikumbuki mengi sana. Kila mara naambia watu tukienda mkutano nawaambia mambo ya Dadaab imepita. Tukiongea sana tutakosa kufanya mengine mazuri. Kwa sababu shukrani akisema za yote, kuna zingine tunahitaji tena za kufanya kazi ya Mungu mahali pengine. Lakini kwa sababu siku ya leo ni siku ya hiyo mkutano na mambo hayo, ninakumbuka mambo mawili ama matatu ya Dadaab. Wakati machozi ilikuwa inatoka kwa watu, na mimi ikaniuza sana. Sasa mimi nikauliza Mungu swali, mimi si serikali, mimi si UN, mimi ni mtu tu. Nitafanya nini sasa? Hawa ndugu wako hapa. Lakini wazo likanikujia moja tu kwamba utafanya mambo mengi, lakini hawa watoto wadogo hawa ukifika nao Nairobi, Mungu atakuwa amejibu maombi yao. Nikamwambia Bishop, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi sina mambo mengi nitaweza kusema hapa, lakini ninawauliza swali tu. Naona ni wachache sana wamebaki. Wengine wameenda ng'ambo wote. Na ni kama wawili ama watatu wamenipigia simu. Ama waine. Sasa na nyinyi si mtaenda mfanye hivyo? Si mnafurahisha Pastor Hansen hapa, mkienda ng'ambo alafu mnanyamaza tu, hiyo mambo inaisha? Kumbuka. Sasa watu wote si wamoja. Ni kusema tunasema. Na hata na wale wengine najua watapiga simu. Unajua maisha ya Amerika ni ngumu, mpaka kwanza mtu ujipange ndio anza kuongea na watu. Kwa hivyo ninaelewa, siwezi kulaumu hata moja. Na tena msifikirie mambo ya pesa. Hapana. Pesa Mungu ataleta kwa njia zingine. Piga tu simu, tafuta simu ya Pastor Hansen. Mwambie Pastor, nilifika salama Marekani. Nakumbuka yale ulitutendea. Mungu akubariki, tutaendelea kuwasiliana. Hiyo tu, salamu tu hiyo. Si unaelewa hapo? Nauliza swali. Kwa nini Mungu aliwapeleka Dadaab? Hiyo ndio swali mpaka sasa. Nafikiri mhubiri alikuwa anauliza. Kwa nini?
Kwa nini Mungu hapa leo? Kwa nini Mungu kwa hii jengo hii kanisa hapa? Na hii jengo imekaa hivi kama miaka 3 kama 4 namna hii. Ikiwa hakuna sura tofauti. Unajiulizanga kweli? Na ukienda ng'ambo mimi naona mtu anaendesha gari ya $25,000 anaendesha. Nakumbuka mama moja tulikuwa naye pale Kayole. Hakuwa anajiweza kabisa, sitaki kusema china, nitaenda sasa kumwambia. Kabisa wa hali ya chini. Na mke wangu mama ako huko unajua. Na anawasalimu kila wakati. Uzuri akitembelea wale watu wote walikuwa dada wanambariki sana. Mpaka nasikia wivu nasema na mimi nimeenda. Sasa huyo mama wakiwa na mama anaendesha ile gari kubwa, yani ukiangalia unasema huyu ni yule mama kweli alikuanga Kayole pale. Mimi niko na jambo moja tu la kuambia. Sababu Mungu akakuokoa na akakusaidia usimame na kazi ya Mungu. Hakuna sababu nyingine. Kumtumikia Mungu tu. Sababu Mungu ndiye amekubariki. Amekutoa pale, umefika hapa. Ingawa saa hii najua bado wengine mko hali ngumu kidogo, maisha ya Nairobi ni ngumu, lakini mtaenda. Mtaenda tu. Karibuni mtaenda. Amen. 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 Mwaka mwingine ikifika wengi hamtakuwa hapa wala ambao mko hapa saa hii. Amen. Simama na hii kazi ya Mungu. Chenga kanisa. Unajua nilifurahishwa na mtumishi Charles. Ako na visa ya miaka 10. Hataki kwenda Marekani akae huko naye atupe hata hiyo passport yakae huko. Anakaa hapa. Akamuuliza sasa wewe ni mkongo kweli huko shida yako ni gani sasa? Basi aliniambia kitu. Akasema mimi nimeitwa. Na ninajua Mungu mahali ameniita. Hii visa Mungu ni zaidi ya hii visa. Akasema anataka kuhubiri nchi za kuingia kwa Waislamu. Atatoa pesa wapi bila kwa hivi sasa? Atatoa wapi? Bwana asifiwe sana. Simama na mtumishi wa Mungu kwenda kuhubiri mahali pale. Unaona yeye hakuenda Dadaab, lakini saa hii yako na mwito wa kwenda Dadaab, apite Dadaab aingie Somalia. Hiyo ndio mwito ako nayo. Simama na watu wa Mungu, na hata bishop mwenyewe nimemuuliza mara nyingi hata wakati ameenda Marekani na alikuwa anasumbuliwa kupatiwa kitu inaitwa permit hapa Nairobi. Watu wanatembea naye wanamsumbua, akamwambia bishop, wakina wanakusumbua kila wakati, si uende Marekani na unarudi tena hapa? Akasema mimi nimeitwa, niko na kanisa na niko na mwito wa kufanya kazi Nairobi. Watumishi wawili wajengee kanisa. Uandike kwa diary, si maneno tu. Tuwe na imani ya matendo pia. Ukiandika chini uende pale, tafuta kama ni pesa, fanya kazi kama ni gani ile ya wanafanya huko sasa kuitacha nyingine ni ngumu. Lakini wanapata pesa. Si wanapata pesa? Hata kama ni ngumu. Mingi sana. Sasa hiyo pesa tuma ijenge Nairobi, nunue shamba. Ikinunua shamba, chenga. Ikuwe sasa ndio msingi wa mtumishi Charles kuanza kuhubiri kwenda Dubai, kwenda kwa Waarabu. Acha niwaambie kitu. Wanyamulenge Mungu anawapenda sana. Amen. Nawaambia ukweli, ni ukweli wema. Nyinyi ni Waisraeli wale ambao ninaona na macho. Wacha wale nitapanda ndege kwenda kuona Israeli. Waisraeli wale wa Afrika. Na nikumbusha kitu. Kitengera huko niko na wahubiri wawili walikuja pale kwa kanisa ya Wakongo huko. Kanisa ya Wakongo. Wale hadi Wakongo ndio wengi wanashiriki pale. Sasa hao wahubiri wawili hawako kwa Wanyamulenge. Wakaniambia sisi ni Wafulero. Nasikia mnamjua. Na mwenzake. Hata saa hii wako kwangu, tuko na wao. Sasa mimi nikawauliza, nyinyi ni Wakongo Wafulero mnakuja kuhubiri hapa lakini hao watu ni wa Mungu. Ukiwaona wako hapa ni kwa sababu ya maombi ya wazazi wao. Hao watu walikuwa wanaomba mpaka Roho wa Mungu anainua mtu juu, anampeleka mpaka mahali pengine anaruka kama ndege. Wao wananiambia.
Na kuna mwingine mwenye aliniambia ati hao ni Waisraeli wawache, na alikuwa anatoka Kisangani. Niliwaambia anaitwa daktari. Alikuwa anawasema vibaya, lakini mwisho akamalizia kusema hao ni Waisraeli. Walitokea Ethiopia, akaniambia hiyo vile ilikuwa malkia wa Ethiopia alikuwa ameenda kumuona Suleimani na wakazaa mtoto, huyo mtoto akafukuzwa kutoka Ethiopia. Hiyo mambo ndiyo alikuwa ananiambia. Nasema basi kando na hiyo yote, ukweli ni kwamba nyinyi mmebarikiwa. Hakuna kabila hapa Afrika inaenda nchi za ng'ambo kama nyinyi. Ndio Wasomali walikuwa wanaenda na wamesiku wamesimamishwa, hawaendi tena. Lakini nyinyi mnafanya nini? Mnaenda. Mungu amewabariki. Amen. Dakika zangu zimeisha. Mkienda ng'ambo, mkifika ng'ambo, msimame na kazi ya Mungu. Sio kukula tu pale zile chakula zinaitwa kama ni kuna majina nimesahau. Ambaka, zinaitwa ambaka. Alafu na kununua gari kubwa. Nunua gari ndio, lakini ukinunua ile gari ya 25,000, toa fungu la 10 kwa tuma Nairobi. Ile inabaki ununue gari sasa. Hiyo ndio tu Mungu atakubariki. Lakini usiombe hapa sasa ile uko na shida unaomba Mungu na mshukuru Mungu, ukifika huko mambo imeisha. Sasa hiyo kazi yote umefanya tangu dada mpaka hapa ni hasara kubwa sana. Mungu awabariki sana. Sina maneno. Bono rero ni musomere somo Zaburi 133. Inasema hivi, tazama jinsi ilivyo pema ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Amen. Nta kintu mutegereje mvuga gisha, kubera yuko ibyiriwe bivugwa na Zaburi yasomwe kandi nabashimye cyane. Zaburi mu ikanisa ryacu nta ibada yobaho itaririmbwe. Zaburi ni ikintu niho hakubiye gushima Imana. Tuza tuyiririmba buri misa yose ibayeho, kandi ntibaza bayisoma, baza bayiririmba. Aho basoma uwo munsi iryo yinga baza bagira repetition kugira ngo bazoze kuyiririmba uwo munsi. Aho nari navuze nsoma mwahasomye inshuro nyinshi nabashimye. Iyaba namwe mwogiye musoma Zaburi buri munsi, nubwo mutagira porogaramu, ahubwo mukagira iyo gusa yo kuza musoma Zaburi. Ndavuga nishimye Imana. Imana ndayishima kuko ibyo yakoze yabikoze kubera impamvu izi. Hari igihe kimwe hari bikuru rimwe twa isomo twize umwaka wose. Uwo muntu waza gutwigisha ndi yaduhaye intitule yayo, ishapitire. Yaratubwiye, yaravuze gusa ngo nukwera iki turi hano. Murumva intitule y'ikuru ngo se pourquoi nous sommes ici, ni impamvu ki turi hano. Asobanura impamvu zo kubaho ngaho umwaka urashira, porogaramu irashira, dukora ikizame turangiza umwaka. Nanje nshobora kwibaza no kubabaza ngo se ni iki cyatutuzanye hano ko dasanzwe dukora umugutano. Ariko ijibu réponse, ijibu no gushima Imana kandi mwabikoze. Hari gushima Imana iminsi yose bikarora bikumvikana ko bitagifite bwa buremere. Ariko wabundi muhakabimenyera, Satani baramwiza ubwenge. Ariko umuntu utekereza kuko uriya mugabo yatwigishije, ni umuntu utekereza igihe cyose kuri kuko cyo Imana yamukoreye. Yavuze ibintu by'imitsi
ntekereza umutima w'umuntu utera akiri mu nda ya nyina ukazohagarara gusa umunsi yapfuye, kandi yaba yararambye akageza imyaka 150 nta munsi no mu mutima uzuruhuka, igihe cyose uba upompa, kandi nduzi upompa ari umuntu wawupompesha ni wowe wonyine, ni automatique wonyine, maze Imana ikawukipinga ukazahagarara icyo gihe. Ibyo iyo ubitekereje ugomba gupfukama ukareba hejuru ugasenga Imana. Abenshi baza bavuga ngo tenda amajabu yaheya, mukaze mushaka yandi tenda amajabu. Amajabu ni ukuryama ukazuka ukagenda ukagaruka ukarya, ibyo bintu byose ni amajabu. Mureke mbabwire, ese ko Dadaab nta bandi bantu babayo, nta zindi mpunzi ziriyo, hariho n'abahatuye ntibapfuye, nubwo haba izo biza biryana bita muri sikorupiyo, ariko ntizamaza abantu. Ko Dadaab ntabwo ari igitangaza cyane kiruta ibindi bitangaza Imana zidukorera, ariko cyane cyane igituma tugifata nk'igitangaza nuko twagiye Dadaab ukuntu kudakwiriye kujayo. Icyambere zaratwibukije twebwe abakobwa, bitwibutsa inkambi. Mureke mbabwire igituma ari igitangaza, njyewe nkibuka ibyo naciyemo, mbabarire kwivuga. Burya kwivuga si kwiza cyane, kandi byanzwe kera muri za moyenaje baravuga ngo uza kuvuga uzubanza abantu bari kwiheruka, ariko reka mvuge. Njyewe igitumye nasomye aha hantu ndaza kubivuga nyuma. Njyewe nari muri masakre ya Lubumbashi, abantu ndabona benshi ari bato, ariko abantu bakera baribuka masakre ya Lubumbashi yo muri university. Twari kumwe n'uriya mugabo uri hano kuzira kuruta, murayibuka iyo mbiyo nararokotse. Jewe nari muri zura, nari muri babane bafashwe bashirwa mu makanisa, bashirwa no mu mashuri, ariko dore turahagararanye. Jewe nari mu Gatumba i Bujumbura, iwe mu Gatumba kandi mu nkambi, kugeza naho umwana wanje umwe yarashwe ukuguru, bari bose bapfuye, ariko dore muranduzi. Nta kintu jewe kikindera ubwoba, cyakora ubwoba ntawe utobugira kuko na Yesu yarabugize. Yesu ntiyasabye ngo igikombe kimurengane, Yesu ntiyahungishwa akaje Misiri, none se reka jamwa n'ikisi ubwoba. Ariko ubwoba bugomba kuba pasaje, ugomba kuza kwikubitaho bugatambuka, maze umuntu akibuka akamenya ko afite Yesu. Ndashima rero ko mwagarutse, kandi habe niyo mwagugayo, habe niyo mwapfa. Ayobu yaravuze ngo habe niyo Imana yonica, unagomba kuyishima. Siko yavuze? Nanone nubwo mwagugayo mwakomezaga gushima Imana, mwaramaze kuyimenya mukayisobanukirwa. Habe natwe twarayishimaga twavuga ngo niko washatse, uko ni imipango yawe. Ariko kuko mwagarutse turashimye cyane zaidi. Rero ndashimira abantu basigaye hano, nibo mbangiye kubahanza, na niyo mpamvu nasomye hano haravuze ngo abantu iyo baturanye kandi bakagira umutima umwe, ngo bagereranyijwe n'amavuta bamenye ku muhanuzi mukuru witwa, ku mutambuzi mukuru witwa Aroni. Ayo mavuta aca mu musatsi we baracengera, amanukana uruziga rwiwe, ngo ashika ahangaha arareka, amaze kuba menshi aratibuka, ndetse aramanuka yika ngo ku musozo w'ikanju. Muza amavuta ukuntu azacengera, hazagenda neza cyane n'imaturivu. Wabo bantu niko bagereranyije. Twasigaye aha twita ku bana, turanabasengera, none byarabaye. Imana ishikwe mwe ngabayeza muyereke amaboko. Murakoze cyane. Ndabashimiye rero ko twarafatikanyije. Ikindi cya kabiri, iminota 10 byaba n'itanu byashira. Ikindi cya kabiri, ndashimira abantu bagiye Dadaab. Igituma mbashimira nuko mwazirikanye gushima. N'icyo Imana izishaka ku muntu, kitwayiha amafaranga,
nta kindi twoyikorera habe niyo twobuzina hano ariko zishaka ngo tuyishime tuyibwire gusa ngo merci uko gusa kuko niyo ntunzi n'intunzi ibintu byose nta kindi dukeneyeho ariko izikenera ku bana b'abantu ko tuvuga ngo merci none mwabikoze kandi buri mwaka ibyo ni byiza ariko kandi ndashiraho agapoye nshiraho naka gushima mureke mbabwire ibanga nabonaga abakenya nasanze bazi gutanga niyo mpamvu bagira amafaranga muzamubwira ngo amafaranga bagira bo baza bayimba mu kuzimu bazi gutanga cyane iyo habaye harambe iwacu baza bashaka abasirikare bo kurinda ngo abajenesi batatwinjira bakatunyaga izo faranga n'ukuri imiliyo igatibuka abasoda bacunze hari imodoka ikabona kuyapakira ikajana ku ibanki maze rero umuntu yamara mwaba muri kukazono wanyu paragendisha imodoka kandi bizenda mwari mu ngana uko nukomenya gutanga gushima Imana ntabwo ari ukuvuga gusa ni mushima Imana munakora no mifuko yanyu ndetse ni no kwigirira neza kuko utanze kiri utanze Imana izigikuba gatatu cyangwa kane ibyo ni akazi kanyu mugende mubimenye apana iminsi yose buri mwaka ngo turashimye niba mushimye se mwakoze iki namwe ni mukore kuko Imana yabakoreye aho ngaho niho mbaye ngo bashiramo ako nagaciye ndashimira abagabo batari hano abagabo batagize ubwoba mu by'ukuri twagiye kwa chifu twari kumwe na revera na bishopo ngo dushike yaratubwiye ndetse reka abana bafate kuko chifu yatubwiye uriya chifu wiriya ndagira ngo chifu w'abandi bachifu hano aravuga ngo reka munafatwe niko ese muza mwirundi iki hari gasara mwese niba munsi yatubwiye ko hari hakurya bahatarebwa ni polisi ahangahe muri aratubwira ngo hakurya hariya ngo ni muri rirari ariko ati mwebwe mwariyunze niyo mpamvu baje bakabafata kandi hari ikintu kidogo twaratuze ngo tumuhe aracanga aravuga ni mugende muje kugarurira izo mfuzu zasigaye tabandi batatuririye tabatugiriye impuhwe rero abantu twaragenze kandi tukagenda dufite ubwoba ariko turagenda dukora imirimo nshimiye Gasake nshimiye abagabo bataje na Michael nshimiye Bishop Muhima yaragiye abwira uwo mugabo wari watuboshe arashikara mwinjirana ngo amare kumwinjirana amubwira ati ndagusengera undi mugabo ati ngaho wa mugabo ati senga yamafata ku ipeta ariko muzi ipeta z'umusirikare mukuru nizo ariko atitsindagira kwa kundi baza basenga bagira azitsindagira ngo amara namubwira ati noneho icyo ngubwiye uzi ko Imana yo gukura ha nimbi wanyari ikisi cyangwa nimba ari hehe ya mu bihugu yo gusubiziyo ariko cyatumye uviyo ukaza ukarugashika Nairobi ndetse ugahabwa izipeta suko urusha abandi bakeye ubwenge ariko n'Imana ashatse kugushira hejuru none rero ubaha Imana tuzosubire kubaha abantu numara kubiyubaha Imana izakurekera hano uwo musigara aravuga ngo mbabarira kandi sizosubira Muhima ndamushimiye abamubona rero ntarino ariko bazamubwira ko twamushimiye reka turekera aho ngaho uyu mugabo yahagaze aha umuntu n'ibyo yaragize ngo asubira ku mavu ntaba kirivuze narengeze ngo ndasobanurira aba bagabo ariko basobanuriwe none ndabashimiye cyane kuko nabo babaye bamwe kandi uriya mugabo Mukaya Bishopo amakuru yiwe murayazi bose bagushimiye naje ndagushimiye sinje usigara uriya makuru yiwe ni none mubonye uyu wundi Alicent nawe ndagushimiye cyane yanibukije igihe dushitse Karemi tuvuye iwacu muri Byura abana bari baragiye bonyine imodoka yuzuye abana imodoka zibiri zuzuye abana gusa badafite ababyeyi bahurutse Karemi kilometero 180 bahuru hapfuyemo batatu kandi bapfa bakandagiye kubera kuzigana ngo bamare gushika nibutse umubikira nawe wazanye matera isitoke yabo
arayidistribute abana bararaho kandi bazaga barara hanze ku musozi. Abaye rero ngo umubikira nawe umurira neza. Rero ndashimye kuko nanje mwampaye umwanya Bwana, ndashimye cyane John nuko mwari mwanandikiye itanu. Ndi mwanashira muri groupe ya sengi mushira mu ya 20 na 10. Ariko nje bashiraho sengi harmoni nuko maguma disi ariko ndashimye Imana yawe. Arakoze umukomera amashimisha. Kwa kweli mimi programu yangu ilikuwa jana imepita, lakini mimi sipata nafasi kwa sababu ya muda na wageni walikuwa wengi. Tumepata nafasi kusudi tupatie nafasi wageni. Reka mvuge ururimi rwacu kugira ngo nihute muragerageza kubasobanurira. Jewe ndashimira Imana, ndashimira abantu, ntabwo mvuga ibyavuzwe amakuru mwayumvise kuburambuye. Nashukuru Mungu, pia nashukuru pia watu na maneno yamegewa na tumesikia. Ariko icyo mvuga ni ugushimira abantu. Lakini nashukuru watu. Ndashimira abakozi b'Imana bara. Nashukuru wafanyakazi wa Mungu ambao wako hapa. Batubaye hafi mu kibazo twari twagize. Wamekuwa karibu nasi. Je nari umwe mu basize abana bato. Nilikuwa nimeacha miongoni mwa wale wameacha watoto wadogo. Gusiga umwana w'amezi 5 ukaja mu butayu ntabwo zoroshe. Kuacha mtoto wa miezi 5 unaenda jangwani si kitu rahisi. Ariko ndashimira abavyeyi bari hano barimo ba Pasiteri Bishop Manyonga. Nashukuru wazazi walikuwa hapa, Bishop Manyonga. Bari mu timu yarimo chairman cyangwa se Charles. Kulikuwa timu pia ya committee executive. Imana mu ijuru ibahamugisha. Mungu awabariki. Ndashimira Bishop Mukaya. Nashukuru Bishop Mukaya. Mukaya tuzabivugana je nawe. Mimi tutaongea. Hari jambo uvuze rikora. Kuna neno umeongea imenigusa. Ariko ndabizi ko Imana mu ijuru izabifasha. Najua Mungu wa mbinguni atanisaidia. Ndashimira Hanise. Nashukuru kwa Hanise. Hari ikintu wakoze. Kuna kitu umefanya. Burya kujiriya nabyigiyeho byinshi. Mimi kwenda huko imetoa somo. Hari amasomo twigiye. Kuna masomo nimefunzwa. Imana mu ijuru umugishamwe mu n'amadango awape baraka. Ndashimira Byiringiro na Esironi. Nashukuru kwa niaba ya abavugana nabo bababwira. Wale wanaongea na Byiringiro na Esironi. Umunsi dushika wa mbere Hagadera. Siku yenye tumefika Hagadera ya kwanza. Byiringiro afasha $300 arayatwohereza. Byiringiro amechukua $300 akao. Esironi afata $300 aranyohereza mu giti cyanje nje wayakuye mu akachukua $300. Muzukuri bakoze ikintu cy'indashikira. Wamefanya mambo ya ajabu. Ndashimira abantu bose hirya no hino badufasha. Nashukuru watu wote wametusaidia. Bivuye navuga ngo kuri message z'abantu bari hano. Ilikuwa inatoka kwa message. Basaba gufasha kugira ngo badufashe. Bene data nukuri abantu babikoze Imana mu ijuru ibaho umugisha. Ikindi ntoreka gushimira, ndashimira natwe ka komite yateguye iki kintu. Tunashukuru kwa niaba ya komite irimo chairman hapa. Umugabo ndamukunda cyane n'inshuti yaje. Yateguye ikintu ciza n'amadamu Munangaraza atubera comptable mwiza twizera. Imana mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze. Amefanya vizuri na ametimiza sana. Kwa sababu ya kutokuponda muda, kuna soda ambayo imeandaliwa. Tutaongea ikipewana, si ndio? Alafu tuokoe hiyo jahazi. Kuna watu ambao tutapea gifts ama zawadi tu, kitu kidogo ya kushukuru. Ni kusema ni kama wametupea kitu, lazima na sisi Wakenya wanasema kurudisha mkono. Hivyo ndio wanasema. Kwa hiyo kabla hatujawasimamisha, tunashukuru kwa mimi nimesimama kwa niaba ya hao watu wote mmesikia walikuwa wamepelekwa huko. Kwa hiyo naenda kuongea kwa niaba yao. Na mpeane soda kwa utaratibu, itakuwa vizuri. Nashukuru sana Mungu wa mbinguni. Bwana sifiwe. Ametutoa huko na akaandaa daraja ya kusema tutapitia tukirudi, ambaye ni Bishop Mkaya. Mpige makofi. Nashukuru Mungu kwa sababu
sababu ameandaa furaha. Wakati ukilala chini unasikia uchungu. Mniangalie, mwache kuangalia soda. Yeye ametayarisha Anicet. Ukweli kumchukua ama kumtoa huko ni kazi, si kazi rahisi, lakini kwa sababu ameona kwamba akuje, Mungu akubariki. Watu wote wamesema nikwambie, umetenda kazi nzuri, hata utabarikiwa na wewe ushangae. Bwana sifiwe. Mumupigie makofi kwa kazi yake. Na kitu ya pili, tunashukuru wale ambao tumealika wote. Unaweza wapigia makofi. Yes. Tunashukuru watu wenye bado wakingali hapa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Wenye wamebaki hapa ni 58. Ni kusema wengine wote wako ngambo. Tunasema kwamba Mungu ametenda hiyo jambo, ashukuriwe na ainuliwe. Bwana sifiwe. Hamwezi pigia Bwana makofi kwa hiyo jambo. Na tunajua kwamba Mungu atakata njia pia, na sisi tutaenda. Na nikikumbuka ukweli, siwezi sema nitafika huko nifanye nini, lakini mimi nimesikia na nitaongea vile nitaweza kusudi turudishe shukurani zetu, tukitoa sadaka ama tukitoa yale mavuno ambayo tumevuna. Bwana sifiwe. Kwa sababu kushukuru, unaweza shukuru ukiongea, ukiimba, hata kwa yale umepata. Ukweli ni vizuri mmetuambia ukweli, na ni vizuri, na sisi ni watu tunaweza kosea, lakini mnaweza turudisha kwa njia na tunarekebika, itakuwa vizuri sana. Pili, ingine neno yenye sitaacha kusema, hii kitu haitaisha. Ni kusema tumefanya agano kubwa kutoka kwa Mungu. Sijui hata watoto wetu nao watasherekea, kwa sababu walikuwa wameachwa. Si ndio Eric? Yes. Hata Joshua atashukuru kwa sababu alikuwa ameachwa na mzazi wake, pia karudi akamkuta. Kwa hiyo itaendelea, na nyinyi muambie watoto wenu waikumbuke, alafu tufanye kama kitu agreement. Itakuwa pamoja yetu na nyinyi sana. Unajua, hata niseme hivi, tumewashukuru nyinyi hawa Reverend Manyonga na Saj na missionary walikuwa wanafanya hiyo kazi kwa sababu yetu. Sisi na wao ni mtu mmoja. Ni kusema nyinyi ni mataifa. Ni kusema tumesaidiwa na mataifa. Nyinyi ndio tunaona ni baraka sana, kwa sababu hao walikuwa wanajifanyizia kazi. Wamefanya ile walikuwa wafanye, wanastahili kufanya sana. Kwa hiyo nyinyi mmefanya kitu ambayo hatuwezi sahau kwa maisha. Hata na mimi ndio nasema lazima hata sisi wakuwe mfano kwa kutendea wengine. Usitendee Mnyamlenge, tendea Mkenya, tendea Msomali, tendea mwingine. Hapo ndio baraka zitatoka. Bwana sifiwe. Na nashukuru Mungu kwa sababu huko kwenye tumeacha maombi bado yakingali angani, yanaponya watu, yanarudisha watu kwa kujua Yesu. Bwana sifiwe. Kuna pastor mwenye anaandaliwa huko, lazima hata umufikishe hapo. Ni kusema ni firstborn wetu, si ndio? Ni mwana wacu wa mbere. Uwo pastor nuzo bahagadera ni firstborn wetu. Au mulete next time, umulete hapa na tuone huyo firstborn wetu, na tuendelee kuwa pamoja, si ndio? Hiyo ni homework, ni nimekupea, tufanyizie hivyo. Bwana sifiwe. Amen. Sasa hiyo maneno yote inakuja sasa na wakati imeisha, lakini hatuwezi
sema zaidi, lakini tunamshukuru Mungu ndani yetu. Mungu anajua shukrani kutoka kwa moyo wetu kwamba hatutasahau. Hata kama hatujasimama hapa tuongee, lakini mioyo yetu imejaa shukrani. Bwana sifiwe. Waombezi, nani mwenye anaweza simama kwa niaba ya waombezi? Daize simama. Mumpigie makofi. Yule mwenye hajapiga sitaacha, mpigie makofi. Ni kusema walikuwa tunasema kwamba hawa ndio kwanza wametuma tuende. Sasa ndio wanasema eti hatutaenda kama na tena tuko kama. Lakini Mungu amepitia kwao kusudi watuambie neno la faraja. Bwana sifiwe. Tumefarijika kwa sababu ya maombi yao. Kwa hiyo Mungu awazidishie na waendelee kuwainua. Pastor, Mungu akubariki. Lazima uone baraka zako zile unafikiria, hata ziingie kwa watoto wako. Nikisema wewe nasema hata Bishop kwa sababu ya muda. Bishop yeye ni kama amejitegemea, amepanda mbegu. Ukweli yeye anajua kupanda vizuri na atavuna. Utavuna tu kiangalia, utavuna hata watoto wako wakiaona hivyo na ukoo wako. Si naweza sema mambo mengi, lakini mbarikiwe. Nataka kupitisha committee ambayo imeandaa mkutano wakuje hapa mbele, kwa sababu tuko na hii machine. Tuchukue picha, alafu tutaita Bishop Mukaya, tutampea kitu kidogo tu tumemwandalia, alafu na Pastor Anicent atasimama na yeye pia, kuna kitu tumemwandalia. Yeye tulikuwa tunasema hata pesa zetu binafsi tutakuwa tunampea tuangalilie, kwa sababu anajua kuangalia pesa vizuri. Mumpigie makofi. Yeye ni mshauri na sister hapa. Huyu jamaa ni mtu wangu, si mnaona hata urefu hata size. Nampenda sana, ni rafiki yangu. Huyu anatupea morale, hata tukishiwa anatupea morale, tunashikamana, ni faraja. So yeye ni basi wangu, anaitwa Serugo. Hawa ni washauri wote. Kwa hiyo wameandaa hii kitu iende vizuri. Muwapigie makofi na waomba. Asante sana. Kwa hiyo nawaita wote wenye walikuwa dadabu, mpite mbele. Bishop asimame, tumpe kitu yenye tumeandaa, muharakishe. Alafu Pastor Anicent pia atakuja tukimaliza. Msimame. Tunaomba yes, acha tushike. Lakini mioyo ambayo imekuja kushukuru ndio Mungu anaangalia. Nashukuru mwenye ametuongoza ibada. Mungu pigie makofi. Ukweli tumempea program ambayo ni nzito sana, lakini amekamilisha vizuri. Mungu ambariki na akuje amani. Bwana Mungu, tunasema ni asante kwa ajili ya makuu uliyoyafanya. Tumekumbuka yale yote uliyotutendea, yale yote uliyoyafanya kwa ajili yetu, na ndio maana wengi wanaendelea kutabasamu na kushangilia wakisema sifa zako Yesu. Asante kwa wote uliowatumia katika kitendo hiki cha kuweza kukushukuru kwa yale uliyoyafanya. Bwana Mungu, acha neno lako liendelee kwa nyingi ndani ya mioyo yao, na waendelee kufikiri zaidi kwa nini uliwatendea hayo Baba, ili waendelee kukurudishia sifa za ajabu mbele zako, na sifa ziwe katika vitendo, ili Baba uendelee kumimina baraka juu yao. Tunaombea watumishi wako ambao wataelekea mahali, huyu mtumishi wako ambaye ataelekea Dadabu, mahali huko anafanya kazi, na wengine
na bishop anapoelekea kwake nyumbani, na hawa wote walioweza kusherehekea siku hii. Baba, utulinde, utuongoze, amani yako na baraka zako ziwe pamoja nasi leo na hata milele. Amen. Asante, mwende na amani ya Bwana.